Hii ni Spruce Online TV na siku ya leo ni siku ya kujifunza kitu. Kuna vitu vingi sana umekuwa hauvifahamu, ila leo Spruce Online TV ngoja tukufundishe. Hivi ulishawahi kujiuliza kwa nini tunapozungumza na simu tunaanza na neno hello? Ulishawahi kujiuliza kwa nini tunaanza na neno hello tunapozungumza na simu? Ukizungumzia vitu muhimu katika maisha ya mwanadamu wa sasa, simu ni miongoni mwa vitu hivyo. Kutuma na kutoa pesa badala ya kufunga safari kupeleka, kusalimiana, kujuliana hali, yani mnaweza kuonana bila kukutana. Hii imerahisishwa na video call. Ukweli ni kwamba karne hii simu ni moja ya vitu muhimu sana. Hivi unajua kuna mtu hawezi kukaa dakika 15 bila kuishika simu yake, hata kama hana matumizi ya muhimu, lakini ameshaizoea tu. Si ulishawahi kuona mtu mwenye aibu akiwa anazungumza lazima atizame chini, ang'ate vidole? Sasa hivi mwenye aibu akiwa anazungumza na wewe utamjua tu, kwani muda wote atazungumza huku anachezea simu na hata usijue anachokifanya. Kuna watu ukiwauliza kipi huwezi kuwa nacho mbali kati ya simu na mpenzi, wengi watakwambia simu ndio bora iwe karibu zaidi kuliko mpenzi. Ni ukweli usiopingika kwamba simu sasa hivi imekuwa kama ofisi kwa baadhi ya watu. Watu wengi sana wanafanya biashara online na kujipatia kipato cha kuendesha maisha yao. Kwa ufupi, furaha za wengi zinapatikana kwenye simu zao. Hivi ulishawahi kuwaza hii dunia bila simu ingekuwaje? Hebu vuta picha. Huyu ndio wa kushukuriwa. Kila unapomshukuru Mungu kwa mema aliyokutendea, basi wakati mwingine unapotumia simu kumbuka kutoa shukrani zako kwa mtu mmoja aliyekuwa akiitwa Alexander Graham Bell. Bell alizaliwa mwaka wa 1847 katika mji wa Edinburgh nchini Uskoti. Baba yake na Bell alikuwa ni mwalimu wa viziwi. Hivyo kupitia vile vifaa vya kufundishia ndipo Bell akapata wazo la kutengeneza simu. Wanasema nyuma ya mafanikio ya mwanaume kuna mkono wa mwanamke. Jamaa shauku kubwa iliyomfanya yeye kuweza kutengeneza simu ni kuhusiana na mpenzi wake aliyejulikana kwa jina la Miss Hello, ambaye mara kwa mara alikuwa mbali na yeye. Hivyo jamaa alitamani hata akiwa mbali basi aweze kusikia walau sauti yake. Hivyo majaribio yake yakaanza na kufanikiwa kwa kiasi fulani. Wakati akiwa katika majaribio, mpenzi wake akaja na kumwaga kwamba anaondoka na itachukua muda tena kuweza kuonana. Jamaa aliwaza sasa itakuwaje? Basi jamaa akaamua kuua jaribio lake kwa kumpa binti simu kama zawadi, japo ilikuwa imekamilika kwa asilimia kubwa. Binti hakuwa kifahamu hicho ni kitu gani na kina matumizi gani, ila jamaa alimwambia hichi kitu kuwa nacho karibu muda wote, na kama siku ukisikia mlio basi utabonyeza hapa na utaweka masikioni. Baada ya kumpa maelekezo kadha wa kadha, binti akaondoka na zawadi yake hiyo. Najua utakuwa tayari unajiuliza, kampa simu binti, sasa atawasilianaje naye? Na wakati simu ndio hiyo moja. Siku zinakata kweli kweli, naye akawa yupo busy na jaribio alilolianza upya tena. Wakati huo mpenzi wake naye yupo mbali kabisa. Jaribio lake likafikia hatua kama jaribio la awali. Ni kama ilikuwa tayari limefanikiwa kwa asilimia kubwa. Hivyo basi akaanza rasmi kuhitimisha jaribio lake. Je, litafanikiwa na kuwa kama alivyokuwa akitamani? Jamaa akachukua simu yake na kuanza kubofya vitufe kadha wa kadha na kuingiza namba alizokuwa akizijua yeye. Kumbe ndipo alipokuwa akijaribu kumpigia mpenzi wake Miss Hello, huku akitamani asikie ikipokelewa. Alisikia ikiita bila majibu. Akawa akijaribu mara kadhaa, ikawa ikiita bila majibu tena. Akawaza labda jaribio lake limefeli. Kumbe wakati huo mpenzi wake huyo alikuwa mbali na zawadi aliyopewa. Ila Bell alipojaribu tena kwa mara ya mwisho, ndipo hapo mpenzi wake huyo alipopokea. Akaanza kwa kumuita jina lake, Hello. Lakini Hello akawa yupo kimya tu. Akaita tena Hello. Kwa upande wa Hello ilikuwa ni mshangao wa muda, sababu ni mara ya kwanza na hajui afanye nini. Ila aliposikia Hello, yani jina lake, ndipo aliposhangaa zaidi. Ni vipi zawadi ile imelitaja jina lake? Akasema Hello kwa kushangaa, yani jina langu? Ndipo hapo Bell alipozungumza na kumwambia, Hello, ni mimi Bell, nimekupigia, tafadhali ongea, ninakusikia. Sasa hapo ndipo chanzo cha neno Hello kwenye simu kilipoanzia. Ndio maana mimi na wewe tunapopiga na kupokea simu tunatumia neno Hello kabla ya salamu au mazungumzo. Hivyo kama wewe huwa ukipokea simu huwa unaanza na neno Hello,
basi tambua kuwa unalitaja jina la aliyekuwa kipenzi cha Alexander Graham Bell. Hivyo mpaka hapo Alexander Graham Bell akawa mgunduzi wa kwanza wa simu, na wakati huo ilikuwa ni mwaka wa 1876 ndipo alipozawadiwa tuzo iliyofahamika kama First US Patent. Alichokuja kuishangaza dunia ni pale ambapo alikataa kabisa kutumia simu kwa matumizi yake binafsi katika kipindi chake chote, na hapo hatujui kuna siri gani kiasi kwamba mgunduzi hataki tena kutumia simu. Tujiulize mimi na wewe, kwa nini mgunduzi aliyegundua simu hakutaka kutumia simu? Kuna nini kwenye hizi simu? Lakini mnamo mwaka wa 1922 Alexander Graham Bell alifariki dunia. Mimi ni Steven Kamil na hii ni Spruce Online TV. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uweze kupata update, makala na simulizi.